una mahubiri mazuri, ila sio kwa watu wenye roho mbaya kama sisi. Sisi tunakinukisha tunaondoka. Na mimi sina cha kusaidia zaidi ya kukuambia pole. Kwa hakika kwenye maisha yangu leo nimeshuhudia jambo la ajabu sana. Ila mimi nakwambia dadangu, katu mtu hawezi kuua kwa upanga alafu akafa kwa kupigwa fimbo. Najua unawaza utanitazamaje, lakini mimi nakusihi tu usije ukakatisha maisha yako kwa namna yoyote ile. Hebu tumeumbiwa sisi binadamu. Wewe unashangaa nini? Sasa sikia nikwambie. Hichi chakula nataka umpelekee wewe mpumbavu mwenzio huko ndani. Na uhakikishe amekula. Niliwasikia vizuri nilipokuwa mnaongea upumbavu wenu. Ila nikaamua kuwanyamazia. Kwamba akulisishe wewe mali. Sasa mpelekee hichi chakula. Unajua nilichokiweka. Ila hakikisha anakula. Ole kwa asili hichi chakula utakiona cha moto. Umenisikia? Wewe umenisikia? Aya, chukua chakula upeleke. Sikiliza. Ukitoka uko ndani nahitaji taarifa hizi 2. Amezidiwa ama tufunge turubai la msiba. Sasa ole wako asili yetu chakula utakila wewe. Umenielewa? Apeleka chakula hicho. Doza, naomba unisamehe sana kwa maamuzi niliyoamua kuyachukua. Mimi naona ni bora niondoke tu. Sina sababu ya kuendelea kuishi hapa. Kwa sababu kama shangazi amefikia hatua kunipatia chakula chenye sumu nikupe wewe na haujawahi kunikosea chochote. Kiukweli siwezi vumilia endelea kuona hivi kifanyika. Nisamehe sana Doza. Na hata ikitokea mengi hapa ndani akakulazimisha kula kichakula, hakikisha ukile hiki chakula kwa sababu kimewekwa sumu mbele ya macho yangu. Hakikisha Doza hili chakula. Mimi shangazi nimemkosea nini lakini? Mbona mimi nampenda? Mimi namuonyesha upendo yeye pamoja na mwanae. Hata hivyo lakini kuondoka kwako kutaniweka mimi kwenye wakati mgumu sana. Kumbuka mimi sina mtu ambaye anamtegemea hapa zaidi yako. Taishije mimi? Uone kama nitanyanyasika. Uone kama ataniua. Uone. Uondoka. Unaniacha kwa hiyo. Unaniacha. Unanikimbia. Unaniua.
Pole sana mjukuu wangu. Hivi katika hii dunia kuna watu wana roho mbaya sana. Yaani wapo tofauti kabisa na watu wa kijiji chetu. Hivi kumbe haya mambo yapo kweli? Mimi tangia enzi ya mababu nilikuwa nasikia haya mambo, walikuwa wanatuambia. Kumbe yapo katika hii dunia. Ama kweli lisemwalo lipo. Lakini bibi, haya mavazi mimi naona kama sijayapenda. Naona ameniacha wazi sana. Nilikuwa naomba nikiwa hapa nyumbani, naomba nivae nguo yangu. Alafu nikitoka nje ya hapa, ndo nivae hizi nguo ili niwe sawa na wanakijiji. Hamna shida kwa hilo. Ukiwa hapa, mimi nitakupatia hiyo nguo yako. Na utakapokuwa unaenda nje, inabidi lazima uvae hizi nguo ili ufananie na wanakijiji wa hapa. Kwa hiyo wewe umfahamu kabisa mtu aliyekusaidia? Sandu kaheka vango vango. Sijui ni nini wasiwasi wako Chibia. Kima amelelewa hapa, mimi nikiwa namuona toka ni mtoto mdogo. Kwa hiyo basi siwezi kuruhusu afanye hicho anachotaka kukifanya. Na mimi nakwambia mtukufu, kwa sasa hatuna uwezo wala nguvu za kumdhibiti Kim. Ni heri tungemtafuta tukakaa naye chini, tukazungumza naye mazungumzo ya amani, ili swala likaisha. Mtukufu, na unachotakiwa kutambua kwa sasa, Kim amekuwa na nguvu kubwa sana. Paka amefikia hatua ya kuua waganga na ambao walikuwa ndio tegemezi kwenye kijiji chetu. Unadhani kwamba mimi na wewe kesho atashindwa kutuangamiza? Chibia, kuna msemo wa wazee unasema indaba ligo valigwa na maso kutukula. Haiwezi kakesha ngoma ya mtoto. Mimi ndio mzee. Nina mamlaka na nguvu ya kufanya chochote kinachotaka kumfanya Kim. Lakini natumia busara na hekima ili kuimaliza hii vita. Japokuwa ninao uwezo kutumia silaha. Baki kwenye imani yako. Nadhani una muda mrefu sana hujamuona Kim. Hujui rangi ya nguo anayovaa wala hujui machafuko ya nafsi yake yakoje. Sasa niko pamoja na wewe mpaka utakapomuua wewe au yeye atakapokuua wewe. Nafurahi kusikia hivyo. Lakini naomba nikwambie kitu. Yeye sanajitia kiburi. Chukua hili neno nalokuambia. Siku zote ulutulwa mpene lwase kumva luza kumva lulu mugweso. Ndolamu menya makoko Chibia. Ngomba ndakueleke. Ngena abantu babo hano kubo ikilago. Bakakiboha nyene bakakifata nyene. Alafu baadaye bakakijamako. Uno mugezi. Bichale mwingona nibiboko.
Taswira yako inaonekana umebeba uadui usioweza. Wewe bado ni mtoto mdogo sana. Na nikwambie tu, nakuchukia sana wewe pamoja na marehemu baba yako, kwa sababu ndio chanzo cha hii misukosuko yote inayoendelea. Mjinga anaweza kufanya mambo matatu. Anaweza kuvaa kibwebwe na kucheza ngoma isiyo mhusu. Anaweza kushinda njaa kwa kutokupika kwa sababu ya kuogopa wageni. Na pia anaweza kumchukia mtu bila ya sababu. Samahani mzee kama nitakuwa nakutukana, ila nasikitika kuona mwili wako unashindwa kuisaidia akili yako kukua.